Baada ya taarifa kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kati ya wale mabinti ambao waliokuwa wanamgombania Mwijaku na ikapelekea mabinti hao kumdhalilisha msichana mwenzao na video zikasambaa kweli, na hata pia tuliona waziri mwenye zamana hiyo husika nazungumzia Dorothy Gwajima pia alilikemea hilo swala na alilifikisha hilo swala kwenye vyombo vya sheria. Hatimaye jeshi la polisi limetoa taarifa kupitia kwa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, nazungumzia Jumanne Murilo, ambapo hapo jana usiku alizungumza juu ya kuwakamata watu hao. Na pia polisi walitoa taarifa kwa umma ambapo inasema kwamba walitoa taarifa kwa umma kuhusiana na taarifa mbalimbali, na moja kati ya taarifa ambayo ilikuwepo humo ni kuhusiana na hii sakata ile ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Na taarifa imeanzia kusema kwamba habari nyingine inahusiana na uchunguzi wa polisi kwa kushirikiana na maafisa wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum juu ya swala la kushambuliwa na kudhalilishwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam aitwaye Magnificent Barnabas Kimario. Watuhumiwa wanne walikamatwa na kuhojiwa mpaka sasa, ambao ni Mary Gervas Matogoro wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Raina Ponki Mkawiwili wa chuo cha ardhi Dar es Salaam, Asha Suleiman Juma wa chuo cha uhasibu Dar es Salaam, pamoja na Mwemba Baton Mwemba maarufu kama Mwijaku wa Dar es Salaam. Upelelezi wa shauri hili unakamilishwa kwa hatua zaidi za kisheria. Taarifa ikisema hivyo kwamba tayari wameshashikiliwa na jeshi la polisi na upelelezi zaidi upo unafanyiwa kazi. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanaulizia kwamba kuhusiana na Mwijaku kukamatwa, tayari kashatiwa nguvuni na jeshi la polisi na anafanya upelelezi unaendelea juu yake. Lakini hata ukipita kwa waziri sasa mwenyewe kabisa mwenye zamana hiyo, ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, namzungumzia Dorothy Gwajima, baada ya taarifa ile kupostiwa na polisi akaposti pia kwenye kurasa yake ya Instagram kwa maneno yafuatayo: hatimaye Mwijaku akamatwa na kuhojiwa na polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. And then akaanza kuandika, tafadhali rejeeni taarifa yangu kwa umma kama waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum ya tarehe 20 April 2025 na tarehe 23 April 2025 kuhusu mabinti wa vyuo vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao anayesoma chuo kikuu cha ardhi. Jina limehifadhiwa. Baada ya taarifa hizo, sehemu kubwa ya jamii iliuliza kuhusu lini anayetajwa kama Mwijaku angehojiwa. Napenda kutoa taarifa kuwa tayari Mwijaku amekamatwa na ameshahojiwa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, na Mwijaku huyo majina yake rasmi yamebainika kuwa ni Mwemba Baton, ambaye ni mkazi wa Dar es Salaam, kwamba ni huyu Mwijaku ambaye tunamjua sisi kwenye mitandao ya kijamii. Waziri akaendelea kuandika kwamba aidha wengine waliokamatwa na kuhojiwa pamoja naye ni Mary Matogoro wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Raina Mkawawili wa chuo kikuu cha ardhi na Asha Suleiman Juma wa chuo cha uhasibu TIA. Pamoja na hatua hii, jeshi la polisi linaendelea na upelelezi kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Taarifa za kukamatwa na kuhojiwa kwa watu hawa zimetolewa tarehe 24 April 2025 na Jumanne Murilo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Waziri akamalizia kusema kwamba shukrani, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wote walioshirikiana katika hatua zote za kupatikana kwa taarifa zilizowezesha kumpa msaada stahiki manusura wa ukatili huu mbaya. Natoa rai tuendelee kushirikiana daima katika kuzuia ukatili na kuibua ukatili na udhalilishaji unaofichwa. Aidha, anatoa wito kwa jamii tuepuke kuchukua sheria mkononi na pia tuishi maisha ya uadilifu. Amemaliza hivyo Waziri Gwajima. Sasa kwa undani wa zaidi twende tukaitazame hii clip ya polisi mwenyewe, kamanda anazungumzia Jumanne Murilo akizungumza juu ya ukamataji wa Mwijaku pamoja na hao wasichana wengine ambao wameshikiliwa zaidi kwa ajili ya upelelezi.